wale wote wenye mamlaka ya kutoa huduma kwa Watanzania wanawajibika pia kutoa huduma kwa wanaTAS au kwa wenye ualbino. Nashukuru mkuu wa mkoa upo, wakuu wa wilaya mpo, makatibu tawala mpo, na wakurugenzi wa halmashauri. Hili ndio jukumu mlopewa na serikali. Moja kati ya ajenda za kazi zenu kwenye ofisi zenu ni kuhakikisha kwamba jamii ya wenye ulemavu, wakiwemo watu wenye ualbino, ni lazima waingie kwenye mikakati yenu ya utoaji huduma kwao. Haya ndio maelekezo na ndio malengo. Na mimi nataka niwaambie, serikali yenu inaendelea kuratibu vizuri upatikanaji wa huduma karibu zote za kijamii. Na nyie mnayo haki ya kupewa huduma zote za kijamii. Na kwa hiyo Mheshimiwa Mole, wewe kama mwenyekiti, wakati wote kwenye mikutano yako, endelea kuhakikishia mpango mkakati wa serikali wa kuendelea kuwahudumia kwenye sekta zote. Iwe ni elimu, afya, maji, matumizi ya barabara, upatikanaji wa umeme na yale yote muhimu ikiwemo na sekta za kilimo. Watu wenye ualbino mna haki yenu ya msingi kabisa kupewa huduma hizi. Mfumo wa kidijitali, yani Albino Mobile App, ambao unakwenda kuwa nyenzo muhimu itakayorahisisha usajili wa watu wenye albino kwa kutumia simu za kiganjani, hasa katika maeneo yote, ikiwemo maeneo ambayo mtandao umekuwa ni mgumu kufikika. Mfumo huu unalenga kuongeza ufanisi, kutoa taarifa sahihi na usalama wa taarifa, ikiwa pamoja na kuhakikisha wenye albino wanashiriki kamilifu katika maendeleo ya nchi yao, ambapo hii ni programu ya simu janja inawezesha kufanya usajili na kusanya taarifa za watu wenye albino na wenye ulemavu kwa njia ya kidijitali. Lakini kama nilivyoeleza, simu hii au mfumo huu unafanya kazi hata katika maeneo yasiyokuwa na internet. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, usajili huu wa watu wenye albino na ulemavu utasaidia kuhifadhi taarifa kiteknolojia, lakini pia utasaidia katika tafiti za masuala ya watu wenye ulemavu na pia dashboard kwa ajili ya takwimu na uchambuzi wa taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, mfumo huu utarahisisha, utaharakisha, utahakikisha usahihi katika usajili wa watu wenye albino na walemavu nchini Tanzania, hususan katika maeneo ya pembezoni. Kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatamka kuwa tumefikia kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu albino, na sasa niko tayari kutekeleza ratiba ya uzinduzi wa Albino Mobile App ambayo imeandaliwa. Asante sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.